Balozi Abdalla Kilima ni mkurugenzi wa idara ya Mashariki ya Kati katika Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Yeye ndiye amewapokea Watanzania hawa 7 waliokuwa wakisoma nchini Iran na leo hii wamerejea katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Akizungumza nao, Balozi Kilima amewakaribisha nyumbani na kusisitiza umuhimu wa Watanzania waliopo nje ya nchi kujisajili katika balozi za Tanzania ili kurahisisha msaada pale kunapotokea changamoto za kiusalama. Aidha, ameeleza kuwa serikali ya Tanzania iliratibu zoezi la kuwaondoa wanafunzi hao kutoka Iran kupitia njia salama hadi Uturuki kabla ya kuendelea na safari yao hadi kufika Tanzania, na gharama zote zimegharamiwa na serikali ya Tanzania. Hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za serikali kuhakikisha usalama wa raia wake waliokuwa katika maeneo yaliyoathiriwa na hali ya mgogoro katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Ambazo zimewapata, lakini tunashukuru kwamba hatimaye mmeweza kufika. Of course, taarifa tulizozipata kutoka ubalozini tulikuwa tunategemea watu 42 watapitia Uturuki. Of course kuna 2 walikuja jana, na of course tulitegemea 13 mngekuja leo, lakini unfortunately tunaambiwa kuna 6 walibaki kutokana na walichelewa kukamilisha taratibu za uhamiaji. Kwa hiyo tunachukua kwa niaba ya serikali, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais na serikali nzima, tunachukua fursa hii kuwakaribisha nyumbani, lakini pia kuwapa pole kwa msukosuko uliotokea. Of course hayo ndio mambo ya kidunia, lakini tunategemea kwamba hali kama ilivyokuwa mwanzo iliharibika, lakini baadaye ikawa salama, mkarejea na kuendelea na masomo. Kwa hiyo tunawakaribisha nyumbani na tunaomba muwe na subira. Hali ikitulia, tunategemea itatulia, na lini itatulia hatujui, lakini muwe na subira kwamba mtakwenda, lakini mtambue kwamba popote mnapokuwa ni wajibu wa serikali kuweza hali inapochafuka kuweza kuwasaidia. Na ndio maana kama ukiangalia katika pasipoti yako kwenye ukurasa wa 50 kuna hayo maelekezo kwamba Mtanzania unapokuwa nchi za nje, hatua ya kwanza ni kutambua ubalozi wako uko wapi, ukajiandikisha. Lakini pale mwisho kuna kama tanbihi kwamba kukosa kujiandikisha kunaweza kukukosesha msaada au ulinzi utakaohitajika wakati kunapotokea msukosuko. Unaweza ukakaa pale miaka hata 10 misukosuko isitokee, lakini kuna siku itatokea kama ambavyo ilitokea. Sasa inapotokea kama taarifa zako zinakuwa hazipo kwenye ubalozi ulio karibu, inakuwa ni ngumu kukuhudumia. Of course tunapata maulizo kwamba jamani tunafanyaje? Sasa naambia kwamba okay, tumekwisha toa maelekezo kwamba badala kumpigia simu Balozi Kilima, jiandikishe kuna link ambayo umetupa ili tupate kujua kwamba ni Watanzania wangapi wamekwama na tunakwamiaje, kwa sababu of course inawezekana sisi kama Tanzania tusiweze kufika mliko, lakini kuna serikali rafiki. Kuna baadhi ya Watanzania wameokolewa kupitia serikali ya India kutokana na walipokuwa serikali ya India ilikwenda kuchukua raia wake. Lakini hayo yote ni mambo ya msingi ambayo yanategemea ni wajibu wa serikali, lakini ili serikali itimize wajibu wake, na wewe kama raia unatakiwa kutimiza wajibu wako wa kujiandikisha na kutoa taarifa zako mahali ambapo ni ubalozi. Na iko specifically kwamba kama hakuna ubalozi basi jiandikisha ubalozi wa Uingereza, kwa sababu ubalozi wa Uingereza ndio unachukua maslahi ya Watanzania mahali ambapo serikali ya Tanzania haina ubalozi. Na utajuaje ubalozi ulipo? Siku hizi kila kitu kiko kiganjani. Unamuuliza ChatGPT, unamuuliza Google, atakwambia ubalozi wa Tanzania uko maeneo fulani au na vitu kama hivyo. Kwa hiyo niwashukuru kwanza kwa kuiamini serikali yenu, lakini pia kwa kujiandikisha na hatimaye kupata taarifa zenu na serikali kuweza kuwafikia. Karibuni sana.